Karibu katika Rhapsody ya vijana maarufu kama TIVO inayoandaliwa na mchungaji Chris. Ninaitwa Faith Casto na ujumbe wetu leo tarehe 23 mwezi Juni unasema: unavyo vyote, hakuna upungufu, hakuna hofu, hakuna visingizio. Kwenye Biblia katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 1 mstari wa 3 inasema: kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utawa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Nitarudia. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utawa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Hebu tuone mazungumzo kati ya Chucks na Sarah. Chucks alilalamika, mtihani huu ni mgumu sana, sina akili kihivyo. Sarah akamjibu, hiyo si kweli, Mungu tayari amekupa unachohitaji. Kuna jambo lenye nguvu kuhusu haki ya Mungu inayofanya kazi ndani yako. Husababisha kila kitu katika maisha yako kuendana na kusudi lake la kiungu na riziki zake. Hii inajumuisha masomo yako, vipaji vyako, maisha yako ya baadaye na hata ndoto zilizo moyoni mwako. Ni jambo la haki kwa Mungu kukutendea mema, kwa sababu hiyo ndiyo asili yake. Ni thabiti kulingana na haki yake kuelekeza kila rasilimali muhimu unayohitaji, akihakikisha kwamba hupungukiwi na kitu kwa yote aliyokuita kufanya. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 inasema: ametubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo Yesu. Hakuna baraka yoyote kutoka kwa Mungu inayokosekana katika maisha yako. Unazo zote. Kwa hiyo, hata unapohisi hutoshi au hauko tayari, Mungu tayari amekuwezesha. Pia, tafakari tena kile tulichosoma katika andiko letu la ufunguzi. Uweza wake wa kiungu umekupa kila kitu unachohitaji kwa uzima na utawa. Neno utawa hapo linamaanisha maisha yako ya kumcha Mungu, mambo ambayo Mungu amekuita kuyafanya maisha yako ndani ya Mungu. Kwa hiyo, hebu fikiria kidogo. Unahitaji nini ili kutimiza maisha ya utawa ambayo Mungu amekupatia? Kipo tayari. Tayari unacho. Iwe ni hekima kwa ajili ya mtihani, ujasiri wa kukataa ushawishi mbaya, nguvu za kubaki makini au kujiamini, Mungu tayari amekupa vyote. Shetani anaweza kupendekeza vinginevyo, lakini yeye ni mwongo na hana nafasi. Badala yake, tangaza, ninaenenda kwa imani katika neno la Mungu. Ninacho kile Mungu anachosema ninacho. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Vitu vyote ni vyangu. Tukisoma Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8 kutoka kwenye tafsiri ya AMPC inasema: Mungu ana uwezo wa kuwafanya mfurikiwe na kila neema, kwenye mabano, kila kibali na baraka za duniani, ili siku zote katika kila hali na kwa kila hitaji mkuwe mnajitosheleza, kwenye mabano tena, mkiwa na vya kutosha pasipo kuhitaji msaada au utegemezi, nanyi mkizidi sana katika kila kazi njema na utoaji wa hisabu. Na amekwisha kufanya hivyo. Mungu ahimidiwe. Tukiingia ndani zaidi katika neno, Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8 unasema: na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Na katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 kinasema: atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Na katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 21 unasema: basi mtu yeyote na asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyenu. Amina. Tuombe. Baba mpendwa,
Nashukuru kwa kunipa vitu vyote vinavyohusu uzima na utawa. Nisaidie kukutumaini shuleni, nyumbani na miongoni mwa marafiki zangu. Ninaishi katika wingi kamili, nikitembea katika urithi wangu ndani ya Kristo. Sikosi chochote, kwa maana umefanya neema yote iongezeke kwangu, nami nimewezeshwa kikamilifu kwa kila kazi njema, katika jina la Yesu. Ninakusihi uchukue hatua zaidi na nenda kwenye masomo au mtihani kwa ujasiri kwamba amekupa hiki. Ubarikiwe kwa kunisikiliza na uwe na siku njema. Amen.